Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Watukufu wa Islam, sintokuwa na mengi ya kuzungumza. Wasia wangu kwa waumini wote wa Burundi, nikaanzia hapa kwenye nimeswalia, ni mambo matatu. Kwanza, khutba Sheikh ambayo ameitoa ni khutba nzuri, inaashiria yote ambayo tunayahitaji katika zama zetu hizi. Ni kwamba watu tuangalie mwisho tuko tunamalizia Ramadhani vipi, kwa sababu hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatuelezea ikatuambia, innamal a'mal bil khawatim. Mtu huwa hahesabiwi zile za mwanzo, hisabu zake ni amemaliza namna gani. Unaweza kuwa ulianza na visimamo vikubwa sana na sadaka nyingi, lakini ukaja kumaliza vibaya. Kwa hivyo innamal a'mal bil khawatim. Kitu cha pili, zakatul fitri. Watukufu wa Islam, kuna watu wanapita wanakimbilia kwenye maharagi, kwenye kile ambacho ni bei chini. Wewe kwa Mwenyezi Mungu unahitaji kitu gani? Unahitaji cha bei chini? Wewe angalia unachokihitaji wewe na wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kila mtu kukimbia kwenye maharagi, kwenye unga, neenda kwenye ubwabwa, ule mchele mzuri ambaye atakayeupata afurahi, kwa sababu ni siku ya furaha, ni siku ya laidi. Kuna wengine wanaenda kununua ule mchele wa chenga ambao wewe mwenyewe nyumbani haupiki. Toa zakatul fitri, waumini muambizane, mtoe zakatul fitri nzuri. Jambo la tatu, watukufu wa Islam, katika hutuba yake ambayo nimeisikia vizuri, al-istighfar. Watukufu wa Islam, katika desturi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikiwa alikuwa musimu mzuri kama wa ibada kama hii, anaupokea kwa istighfar na anamalizia kwa istighfar. Watu wakithirishe kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale matatizo madogo huenda labda yalipitika katika saumu zetu. Hiyo ilikuwa ni katika hutuba ya Sheikh. Jambo la pili la kwangu baada ya kumaliza mukhtasari wa hutuba ni hili: Waislamu tujue kusoma nyakati. Nyakati ni kitu kikubwa sana. Leo tupo, kesho hatupo. Leo una afya, kesho hauna afya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Pambana na mambo matano kabla ya mambo matano. Miongoni mwa hayo matano ni nyakati. Watukufu wa Islam, nyakati ni kitu ambacho kinakukalisha, wengine kinawasimamisha. Kama uko hapa ni wakati. Huyu ni wakati, huku namaliza. Nyakati ni kitu ambacho wewe kinakuinua, kinakuweka juu, wengine wameisha shuka. Nyakati ni kitu ambacho wewe kinakutoa machozi, kinakuliza, wengine wako wanachekelea, wanafurahi sana. Kwa hivyo na sisi watukufu wa Islamu, siku ya Kiyama na hapa duniani, tujifunze kusoma nyakati. Tujifunze kusoma zama. Una umri wa kiasi gani? Una utajiri wa kiasi gani? Ulipitia katika njia gani? Wa makana rabbuka nasiya. Mola wako hakuwa ni mwenye kusahau. Alichokuruzuku tangu utotoni, miaka 10, miaka 15, 20, 25, 30, 40, 45. Angalia ulipitia katika njia gani? Uliishi namna gani? Watoto uliowazani wa namna gani? Someni zama, watukufu wa Islam. Watukufu wa Islam,
hiyo hadithi sitaizungumza. Mimi nimetaka nionyeshe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotuhusia ightanim khamsan qabla khamsin, na katika miongoni mwa hayo akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ightanim hayataka qabla mautika, uzima wako kabla ya kifo, shababaka kabla haramika, ujana wako kabla ya uzee wako, faraghaka kabla shughlika, wakati wako kabla haujashikiliwa na mambo mengine, sihataka, afya yako kabla maradhika, kabla ya kugonjeka kwako, wa ghinaka al-akhir, wa ghinaka ightanim ghinaka kabla fakrika, jitahidi upambane na utajiri wako kabla ya umaskini. Nendeni mahospitali, ndio tutajua hiyo afya yako. Soma Qur'ani. Wallahi watukufu wa Islam, hii ni Jumaa ya mwisho. Badal asr ni wakati munasib. Badal asr ya leo ni wausia Waislamu ambao tumeswali pamoja, kama hauna jambo likubwa la kukuzubaza, kama msikitini ila salati al-maghrib hadi magharibi, ightanim, faidika. Wasia, maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana ladha ambayo sisi hatuwezi tukaidiriki tukaielewa, isipokuwa labda siku ya Kiyama tumesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma ya'addu dhalim ala yadayhi, mtu anaanza kula kidole chake, anajiuliza, ya Rabbi, ya Rabbi, unaweza ukanipa dakika ngapi nirudi duniani niweze kutengeneza na kusahihisha? Watukufu wa Islam, tusifikiwe na zama kama hizo. Mashekhe wanazungumza, nyakati zinazungumza, vyombo vya habari vinazungumza, mazingira ambayo tunayo yanazungumza. Tusingojee kuuma vidole mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma ya'addu dhalim ala yadayhi, anaanza kusema ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, Mola wangu lau nisingemchukua. Tunadanganyika na marafiki, njoto unaenda unakaa unazungumza, na wakati mwingine unayoyazungumza yote ni ya uongo. Tukufu wa Islamu, mashekhe tukianza kuongea huwa hatumalizi, lakini niombe nisameheke nimalizie. Nikisema kesho Waislamu tuna ibada kubwa ya kuweka zege kwenye jengo letu. Tuambatane, watakao kuwa na muda tushikamane. Mimi niko mufti wa 10, nitatoka nitaondoka. Yanayozungumzwa ni mengi. Jengo nitaliacha, nitakufa na wewe tutakufa pamoja, kwa sababu hapa wengi, isipokuwa vijana hapa wadogo ambao nao waona vijana wengi, tutaenda pamoja miongoni mwenu. Lakini vijana wetu, kizazi chetu, tunakiachia nini? Vurugu tulizifanya, tukavuruga mpaka wakati wa leo vijana wetu wanaanza kuritadi, kwa sababu anavyopita kwenye kona fulani anaona maendeleo ya kanisa fulani, akipita hivi ni kitu kingine cha watu fulani, kitu kingine cha watu fulani. Hawezi kupata kitu cha Waislamu, cha Waislamu kimetengenezeka vizuri. Anaweza kaenda kaomba, ingalau hata yemo kazi, afanye kazi, atengeneze maisha yake. Lazima ataenda kuomba kule kazi ili atengeneze maisha. Lazima tuwe na mahospitali, madaktari waweze kutengeneza maisha yao katika mahospitali zetu. Lazima tuwe na maofisi tofauti, vijana wetu waweze kuomba makazi katika ofisi zetu za jamii.
Lazima tu ingalau hata na driver umoja. Jamii hana hata driver umoja. Naweza katengeneza nini maisha katika jamii ya Kiislamu? Tuache vurugu. Tusikilize viongozi wetu, tusikilize mashehe wetu. Alafu muone kesho. Ikiwa mwaka umoja, wallahi hatujapata mfadhili hata umoja wa kutuletea hata kichele cha kuweza kujenga hiyo nyumba. Waislamu wenyewe ikiwa wameweza kufika hiyo step, hiyo hatua, ina maana inaonyesha ya kwamba Waislamu tunaweza vitu kwa mwaka umoja. Je, kwa miaka 10? Lakini hayo hayawezekani mpaka tuungane. Aljamaatu rahma wal furqatu adhab. Jamaa, umoja ni rehma za Allah, na kutengana, kuzozana ni adhabu. Ndio tumeishi katika adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala atupunguzia hizo adhabu inshallah. Watukufu wa Uislamu, naomba nisameheke. Nimalizie kwa hayo. Pale ambapo huenda labda kiongozi anaweza akaongea akaonekana kwamba hakupatia, ni kwa sababu ni binadamu, na pale ambapo amepatia ni taufiki min Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupokelee ibada zetu, atupokelee saumu zetu, na atupe zawadi, atuzawadie zawadi Allah subhanahu wa ta'ala ya kutupa mwisho mwema. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka Allahumma natubu ilayka. Wa salli Allahumma ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.